Your Excellency, sisi tulikuja kwa sababu tunaamini tukija kwako huwezi kutufungia mlango, kwa sababu kwa wakati mwingi tumekuja kwako na ukafungua milango. Leo tulikuja kukuambia ya kwamba yote ambayo unafanya katika serikali sisi tunaunga wewe mkono, kwa sababu nchi yetu ni lazima iwe na umoja. Umoja ni nguvu. Sisi tulikuwa na umoja wakati wa kupigania uhuru, na mwishowe tukaifanya Kenya huru kwa sababu ya kupendana na kuwa na umoja. Sisi tunaamini yale tumezungumza leo, tuna hakika ya kwamba utayatimiza, kwa sababu hapo mbeleni tulikuwa nawe, ulisaidia sisi katika kesi ya Uingereza, na tukalete kwa wananchi wa Kenya waliopigwa na wazungu na watumwa wao, ikawaletea 2.6 billion, kwa sababu wewe ulichukua hatua ya kuona kesi yetu Ulaya haitatupiliwa mbali. Kwa hivyo tunaamini na tunaalika wewe katika mkutano huu kuja kuwahutubia wananchi waliopigania uhuru nchi hii, mahali ambapo tutawakusanya wakiwa mamilioni au mamia, ili wahutubie na wao vile vile wapate njia ile ambayo inatakiwa kufanywa, ndio nchi yetu iwe moja, wapendane watu wa Kenya, wasaidiane watu wa Kenya, kwa sababu umuhimu wa vita vya Mau Mau ulikuwa kuifanya Kenya siku moja iwe kama makabila mengine, kama USA, kama UK, kama Germany, kwa sababu tunaweza. Na sisi tunaamini mmoja wa wale wanaoweza kufikisha nchi yetu umbali huo ni Raila Amolo Odinga. Natoa shukrani kwa Mzee Gitu wa Kaengeri kwa kuongoza ujumbe huu wa wazee na wajukuu wa Mau Mau kuja kunitembelea hapa siku ya leo. Tumekuwa na mazungumzo ya kidhati na ya kirafiki. Wamekuja kwa sababu wao ni wazalendo wa Kenya na wanataka kuona kama Kenya inaendelea mbele kwa njia ya amani. Wao wameniambia wana shida kama ile ambayo inakumba Wakenya wote. Gharama ya maisha imepanda zaidi. Hali ya ushuru vile vile iko juu zaidi. Wamesema mambo ya matibabu kuna tatizo. Watu wanakuwa na shida kupata matibabu kule ambayo wametoka. Wakasema mambo ya ufisadi na hujuma ya mali ya umma vile vile iko juu. Kisha wakasema hali ya usalama vile vile kuna changamoto. Kuna vijana wengine hata kina mama wanatekwa nyara na majambazi, wanazuiliwa mahali ambayo watu hawajui, wengine wanawawa. Hali kama hiyo inaleta tatizo mingi zaidi, inaleta hali ya hofu katika taifa la Kenya. Wakasema wanataka yale mambo yote yatatizwe
Ndio sababu mimi nimewakaribisha, nikawaambia sisi tutajaribu kila kitu ambayo tunaweza kuhakikisha kwamba yale maneno yote yametatuliwa. Hiyo ndio msingi ya hii mkataba ambayo tumeweka sahihi na Bwana Ruto. Tunataka kuona kama Kenya inaendelea mbele kwa njia ya amani. Haya ndio mimi nimesema. Wamenialika nikutane na kongamano ya wazalendo ambayo walipigania uhuru ili tuongee na wao kwa kirefu, na mimi nimekubali. Tutakutana na tutaongea pamoja na wao. Maana yake yani tunasema Kenya mpaka iunganishe vizazi vyote katika taifa letu, tuta hali ya usalama, hali ya uzalendo na hali ya utulivu katika taifa letu. Asanteni sana. On Western, they gathered and asked for an opportunity to come and share some of their views with us here. So we have had a very cordial discussion with these people. They are veterans, Kenyan patriots who value the life of the people of Kenya.